السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Nasir Aziz anasema kwamba leo nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Ndani yake ameeleza jinsi maombi yake yaliyopokelewa na ameeleza matukio mbalimbali ya kupokelewa kwa maombi, na vile vile ameeleza nishani za ukweli wake, na vile vile ameeleza kuhusu msaada wa Mwenyezi Mungu, na amesihi kwamba katika zama hii Mwenyezi Mungu amenituma kwa kuwa mjumbe wake. Kwa hiyo msikilize kwa makini sana, kwa sababu baraka yote itapatikana kwa sababu ya hii, na jumuiya itapata maendeleo, na hii ni miongoni mwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Na kwa kumpokea huyu imamu ni dalili ya kudumisha ubinadamu duniani. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza barua ya Nawab Muhammad Ali Khan Saheb al-Ludhiana anasema, wakati fulani Nawab Muhammad Ali Khan Saheb marehemu rais wa Ludhiana aliniandikia barua kwamba nina matatizo katika uchumi, niombee ili matatizo haya yaondolewe. Sayyidina alayhi salam anasema, nilipofanya maombi nilipata ufunuo kwamba njia zitafunguliwa. Nilimwandikia barua, na baada ya kama siku 2-4 njia za uchumi zilifunguliwa kwa ajili yake, na sababu ya kupunguza uchumi iliyosababisha iliondoka. Na Sayyidina alayhi salam anasema, nilimwandikia barua, na kwa sababu ya hii huyu bana alikuwa na itikadi sana kuhusu madai yangu, na imani yake iliimarika. Vile vile wakati mwingine aliniandikia barua kuhusu matatizo yake mbalimbali. Wakati aliponiandikia barua, wakati ule ule nilipata ufunuo kwamba nitapokea barua kutoka kwake yenye mada ya aina hii. Kwa hiyo mimi nilimwandikia barua mara moja kwamba wewe utaniandikia barua yenye mada ya aina hii, na kesho yake nilipokea barua yake. Yeye alipopokea barua yangu, yeye alishangaa sana kwamba habari hii ya ghaibu namna gani alipata, kwa sababu yeye alifikiria kwamba hakuna aliyekuwa anajua siri yangu,
na kwa sababu ya hii itikadi yake iliimarika kiasi hiki kwamba yeye alijizama katika mapenzi, na yeye aliandika nishani hizi zote mbili katika kitabu chake kadogo, na alikuwa akihifadhi sana kile kitabu. Sinam alah salam anasema kwamba wakati nilipokwenda Patiala, kule nilipokutana na Sayyid Wazir Hassan Saheb katika mazungumzo kuhusu nishani zangu zilizungumzwa. Wakati ule Nawab Saheb marehemu alitoa kitabu kadogo katika mfuko wake na alimpatia bwana Wazir Saheb, na akasema kwamba imani yangu iliimarika kwa sababu ya bishara hizi mbili zilizoandikwa katika kitabu hiki. Kisha baada ya muda mfupi, siku moja kabla ya kufariki kwake, nilipokwenda kukutana naye na kujua hali yake, nilipokwenda nyumbani kwake, wakati ule ye kwa sababu ya maradhi ya bawasiri alidhoofika na damu ilikuwa inatoka sana, na katika hali hii akaenda chumbani kwake na akaleta kile kitabu kadogo na akasema kwamba kitabu hiki nimeweka kama ni amana, na kwa kuona kitabu hiki mimi napata utulivu. Na akanionyesha sehemu ambapo aliandika bishara zote mbili. Takriban siku ile nusu ya usiku alifariki. Sinam alah salatu wassalam amesema kwamba mimi na yakini kwamba bishara hizi alizoziandika katika kitabu chake, labda kitabu kile kimewekwa katika maktaba yake. Kisha anasema Sinam alah salatu wassalam sehemu moja kwamba miaka kadhaa iliyopita Seth Abdurrahman Saheb mwenye kufanya biashara ambaye ni mwanajumuiya mzuri alikuja Kadian, na biashara yake iliharibika. Wakati ule aliniombea kwamba ni muombe. Nilipata ufunuo wakati ule kwamba Mungu ni mwenye kudra ambaye anaunganisha ile iliyovunjika na anavunja ile iliyoimarika. Na Mungu alisema kwamba Mungu atarekebisha biashara yake, lakini baada tena biashara yake itaharibika. Na ilham hii aliambiwa bwana Seth Saheb. Baada ya siku kadhaa Mwenyezi Mungu akaleta baraka katika biashara yake, na biashara yake ilipanuka sana, na akaanza kupata mali nyingi sana, na akawa mtajiri sana. Kisha baada ya muda fulani biashara yake iliharibika tena, kama ilivyoelezwa katika ufunuo kwamba kwanza atapata maendeleo katika biashara, kisha baadaye polepole biashara yake ilianza kuharibika mpaka biashara iliharibika kabisa. Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusu yeye kwamba nilikuwa na maradhi za aina mbili. Ya kwanza ilikuwa ya kichwa, yani kichwa kilikuwa kinauma sana, na kwa sababu ya hii nilikuwa nikikosa utulivu, na maradhi hii nilikuwa ninayo tangu miaka 25, na pamoja na hii nilianza kusikia kizunguzungu pia. Madaktari waliandika kwamba hatimaye matokeo yake ni kwamba hatimaye atapata maradhi ya kifafa. Kaka yangu bana Mirza Ghulam Qadar aliugua maradhi hii kwa miezi miwili, na hatimaye alipata maradhi ya kifafa. Na kwa sababu ya maradhi hii aliaga dunia na alifariki dunia. Na nilifanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu aniokoe na nisalimishe katika maradhi hizi. Katika ruya nilionyeshwa kwamba
kuna balaa yenye rangi nyeusi na urefu wake ni kama urefu wa kondoo. 4 रंग की बला थी, जानवर की शक्ल की तरह थी और भेड़ balaa huyu alikuwa na maumbile ya mnyama na urefu wake ulikuwa sawa na kondoo, na alikuwa na nywele ndefu na vile vile mikono mikubwa. ilikuwa tayari kunishambulia. ilitiliwa moyoni mwangu kwamba hii ndiyo ni maradhi ya kifafa. हमारी है। तब मैंने अपना दाना ndipo wakati ule nilipiga mkono wangu kulia juu ya kifua chake na nikamwambia kwamba uwe mbali, huhusiki nami. mwenyezi mungu anajua kwamba tangu siku ile maradhi iliondoka na maumivu pia yalikwisha. baadhi wakati mimi inasikia kizunguzungu, lakini sina maradhi ile nilikuwa ninayo, na hii ni kwa sababu ya hii kwamba bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam itimie iliyotabiriwa kwamba masihi atashuka akiwa amefunika shuka mbili, na mradi wake ilikuwa kwamba atakuwa na maradhi ya aina mbili. na maradhi ya kwanza ni maradhi hii ya kizunguzungu, na maradhi ingine ni maradhi ya sukari ambayo ninayo tangu miaka 30. इस निशान का पहले जिक्र हो चुका है। na kwa sababu ya maradhi hii takriban kila siku naenda chooni kwa ajili ya haja ndogo, na ilipopimiwa कि डॉक्टरों के तजुर्बे के रूह से ilijulikana kwamba nina maradhi ya sukari, na sawa na maoni ya watu आंखों की बीमारी हो matokeo ya maradhi ya sukari ni kwamba mtu anapata maradhi ya macho au mtu anapata maradhi ya जाए। मुझे इल्हाम cancer. wakati ule nilipokuwa nafikiria hii nilipata ufunuo kwamba nazlat rahmatu ala salasati laini wa ala lukhrayan, 3 उज़्व पर yani mungu ameteremsha baraka zake rehema zake juu ya viungo vitatu, na viungo hivi ni jicho na viungo vingine ni viwili. na baadaye nilipofikiria kuhusu cancer nilipata ilham, assalamu alaikum. कि मैं इन बलाओं से महफूज हूँ। tangu wakati ule mimi nimesalimika katika maradhi hii. hazur anasema kwamba hapa imeelezwa kuhusu maradhi ya sukari alikuwa nayo sinam alah salatu wassalam. majuzi mwarabu mmoja aliniandikia barua kwamba ikiwa sinam alah salam alikuwa na maradhi ya sukari, kwa nini alifunga saumu sana. sinam alah salatu wassalam mahali ambapo anaeleza kuhusu maradhi yake hii ilikuwa katika mwaka 1907, na mahali ambapo ameeleza kuhusu saumu zake, saumu zile zilifungwa kabla ya madai yake wakati wa ujana wake. kule anasema kwamba nilifunga saumu katika ujana wangu, na wakati ule nilikuwa na nguvu na uwezo wa kufunga saumu kwa miaka 4 mfululizo. बहरहाल ये जो है ना शुगर बाद में शुरू zuri anasema maradhi ya sukari ilianza baadaye, na wakati wa umri wa ujana alikuwa akifunga saumu, wakati alipofunga saumu kwa miezi 6 mfululizo. एक मौलवी अब्दुल करीम साहब के बीमारी के बारे में kuhusu maradhi ya maulwi abdul karim saheb raziallahu taala anhu, sainam alah salatu wassalam anasema kuhusu maulwi abdul karim saheb nilizungumza katika hutuba ya jumaa iliyopita. wakati yeye alipofariki halifa wa pili alihuzunika sana. maulwi abdul karim saheb alikuwa na cheo kikubwa sana katika jumuiya. sainam alah salatu wassalam wakati alipokuwa anauguliwa alikuwa sainam alah salam alikuwa akimwombea sana, na anasema 11 अक्टूबर 1905 kwamba tarehe 11 wa Oktoba 1905 rafiki yetu mmoja mzuri alifariki kwa sababu ya maradhi ya cancer. kwa ajili yake mimi nilifanya maombi sana, lakini sikupata ufunuo hata mmoja ulioleta habari njema kwa ajili yake, bali mara kwa mara nilipata habari hii kwamba amefunikwa katika sanda
umri wake ni miaka 47. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. inna almanaya la tatishu sihamuha, yani ni mikuki ya mauti haiendi bure. nilipofanya maombi zaidi nilifunuliwa hivi: ya ayuha nnasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum tusiruna alhayata ad-dunya, yani enyi watu maabuduni Mwenyezi Mungu aliyewaumbeni, mumtegemee yeye. je mnachagua maisha ya dunia? katika ilham hii ilikuwa ishara hii kwamba kumfanya mtu kuwa muhimu kiasi hiki kwamba kwa sababu ya kufa kwake mtu aone kwamba atapata hasara. hii ni ushirikina wa aina moja. baada ya kupata ufunuo huu nilikaa kimya na nikaelewa kwamba huyu bana lazima atakufa. kwa hiyo tarehe 11 Oktoba 1905 wakati wa sala ya alasiri alifariki, aliaga dunia hii. ufunuo niliopata Mwenyezi Mungu hakusahau ufunuo ule. kwa hiyo Mwenyezi Mungu akatimiza ufunuo huu katika njia nyingine kwamba akanipatia bana Abdurrahman Saheb. ingawa Mwenyezi Mungu alimchukua bana Abdul Karim, lakini kwa badala yake alitupatia bana Abdurrahman, na yeye pia alipata maradhi ile ile ya kansa, lakini yeye alipona kwa sababu ya maombi yangu. alhamdulillah ala zalik. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba mimi nina udhoefu wa hii kwamba Mwenyezi Mungu ni msamehevu mrehemeu wa aina hii, kwamba ikiwa yeye hapokei dua fulani badala yake anapokea dua ingine. Halifa mtukufu anasema kwamba hapa filosofia ya maombi pia imeeleweka. watu wengine wanasema kwamba maombi yetu fulani hayakupokelewa. ikumbuke kwamba maombi kadhaa ya manabii pia hayapokelewi, lakini badala yake Mwenyezi Mungu anapokea maombi mengine. amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu hapokei dua moja anapokea dua ingine inayofanana nayo, kama anasema ma nansakh min ayatin au nunsiha nate bi khairi minha au misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir. yani ikiwa tukifuta nishani moja tunaleta nishani bora zaidi kuliko ile iliyofutwa. je hujui kwamba Mwenyezi Mungu ana kudra juu ya kila kitu anayotaka kufanya? Hazur anasema washuku wanajumuia wanatumia aya hii kwa lengo hili kwamba aya kadhaa za Qur'an tukufu zilifutwa, ilhali maana ya aya hii ni pana sana. kama Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba ikiwa tuna sahau nishani moja, basi badala yake nishani nyingine inakuja, au maana yake nyingine inaweza kuwa hivi kwamba tumefuta sheria za zamani na badala yake Mwenyezi Mungu ameleta sheria nyingine mpya ambayo ni Qur'ani tukufu itakayodumu mpaka siku ya mwisho. kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza dalili ya ukweli wake anaeleza bishara moja ya Qur'ani tukufu miongoni wa bishara zilizoelezwa kuhusu ukweli wake. bishara hii ni kuhusu usafiri, yani usafiri mpya utapatikana wakati wa Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, na hii ni dalili ya ukweli wake kama iliyoandikwa katika Qur'an tukufu wa izal isharu utilat, yani zama ya mwisho ni ile zama wakati ngamia atakapoachwa. vile vile katika hadithi imeelezwa hivi wala yutrakanna alkilasu fala yusa alaiha, yani katika zama ya Sayyidina alayhi salatu wasalam ngamia ataachwa na hakuna atakaye tumia kwa ajili ya usafiri. katika siku za haji watu wanasafiri juu ya ngamia siku hizi, lakini siku zinakaribia kwamba gari ya moshi, track ya gari ya moshi itatengenezwa. wakati ule ufunuo huu utatimia isemayo kwamba wala yatrakana alkilas fala yusa alaiha. Alifa mtukufu anasema kwamba watu wanasema kwamba mpaka leo kule gari ya moshi haipatikani, lakini
kule wameshaanza project fulani na wanaona kwamba mpaka 2015 ile project itakamilika na kule gari ya moshi itatumiwa kwa ajili ya usafiri. नबी की बातें जो निकली होती हैं उनसे पूरी Hazur anasema kwamba nabii anayosema Mwenyezi Mungu anatimiza, lakini hata kama inachukua muda fulani. क्योंकि उसकी जगह बसें और Na hata hivyo kule ngamia hawatumiki kwa ajili ya usafiri, bali magari yanatumika. Vile vile project ya gari ya moshi pia inaendelea, na hivi karibuni katika siku zijazo hii project pia itakamilika. कुर्बानियों की वजह से आपने Kisha mdui mmoja wa Islam ambaye alikuwa akiitukana Islam, Sayyidina al-Islam alifanya maombi kwamba yeye aadhibiwe. Sayyidina al-Islam kwa kupata habari kutoka kwa Mwenyezi Mungu alitangaza bishara kuhusu mwisho wake, kuhusu ile nishani. Anasema kwamba kuna bishara kuhusu Dr. Abdullah Atham ambayo ilitimia vizuri. Kwa hakika hizi zilikuwa bishara mbili. Ya kwanza ni hii kwamba yeye atakufa katika miezi 15, na bishara ya pili ni kwamba yeye hatasema maneno haya aliyosema kwamba nauzubillah mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa dajali. Akizuia kwa kusema hivi, basi yeye hatakufa katika miezi 15. Na kama niliyoandika kwamba Atham katika kitabu chake kitwacho Andruna Bible alimuita mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dajjal, nauzubillah. Na hii ni kweli kwamba bishara iliwekwa kwamba atakufa katika miezi 15, lakini pamoja na hii sharti hii iliwekwa kwamba ikiwa yeye harudi upande wa haki yeye atakufa. Lakini yeye alirudi upande wa haki, alitubu na alijuta, na alisema kwamba yeye hatamuita mtume sallallahu alaihi wasallam dajjal. Kisha hakusema maneno haya mbele ya watu wawili watatu, bali ni takriban 60 na 70. Nusu ya hawa ni Waislamu na nusu ni Wakristo. Na mimi nadhani kwamba labda miongoni wa hawa 50 bado wako hai, ambao mbele yao Atham alijuta na alitubu, na kisha katika maisha yake yote hakumuita mtume sallallahu alaihi wasallam dajjal. Kisha hii si imani mtu aseme kwamba Atham hakutubu wala hakujuta, गज़ब इलाही का तो दज्जाल के लफ्ज़ पर था, यानी ilhali bishara ilitolewa kwamba yeye alimuita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dajjal, na kwa sababu ya hii ghadhabu ya Mwenyezi Mungu itashuka juu yake. Na kwa sababu ya hii bishara ilifanywa na ilisema kwamba akitubu katika kitendo chake hiki basi hataadhibiwa, hatakufa katika miezi 15. Anasema katika bishara haikusema kwamba yeye atasilimu. मुसलमान होने का पेशगोई में कोई जिक्र नहीं। Basi wakati yeye kwa unyenyekevu sana alipotubu, basi Mwenyezi Mungu pia alimrehemu. इलाही का तो ये मुद्दा नहीं था। Katika Ufunuo haikusema kwamba madamu Atham hasilimu yeye hawezi kusalimika katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, क्योंकि फरमाया kwa sababu में तो Wakristo wote wanakataa Islam, hawakubali के लिए किसी पर जबर Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Islam, hawalazimishi watu. Na के फलां शख्स bishara za aina hii haina maana kwamba ikiwa mtu fulani hasilimu atakufa mpaka muda fulani. Ikiwa ni hivyo, basi itakuwa sawasawa na kuwalazimisha watu, बहुत सारी दुनिया है ilhali Mwenyezi Mungu hawalazimishi watu. Hazur anasema watu wapo chungu mzima ambao hawasilimu, si maana yake kwamba hao wote watakufa, wala si maana yake kwamba watalazimishwa kama wasilimu, wala ilikuwa si lengo la bishara ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba watu wengi duniani wapo ambao hawakupokea Islam, na azab haishuki kwa sababu ya hii, kwa sababu dhambi hii itaulizwa siku ya Kiyama. Basi Atham alikuwa na umuhimu gani kwamba bishara ingetolewa kwamba yeye atakufa kwa sababu hasilimu, na kuhusu wengine bishara hii haikutolewa.
bishara ilitolewa kwa sababu ya hii tu kwamba yeye alitumia maneno ya dajjal kuhusu mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye mbele ya watu takriban 60-70 alitubu, na watu waliokuwa pale walikuwa wenye heshima sana wakati alipotubu. hata baadaye aliendelea kuulia. Basi katika hali hii yeye alipata rehema ya mwenyezi mungu, lakini rehema yake ilikuwa hii kwamba mauti yake iliahirishwa kwa miezi kadhaa, lakini yeye alikufa katika maisha yangu. mjadala huu baina yangu na yeye ulikuwa sawa na mubahala, kwa hiyo alijulikana kwamba yeye ni mwongo, kwa hiyo alikufa. Je, bishara hii bado haikutimia? Bila shaka bishara hii ilitimia vizuri. basi ni laana ya mwenyezi mungu juu ya mioyo ya watu hawa ambao wanaleta shutuma didi za nishani za aina hizi zilizotimia. wao wakitaka naweza kuleta mashahidi 40, wanaweza kutoa ushahidi kwamba atham alitubu, na kwa sababu ya hii atham hakula kiapo, ila hali wakristo wote walikula kiapo na yesu kristo mwenyewe alikula kiapo. atham hayupo hai tangu miaka 11 iliyopita, ameshafariki. na sinam alah salam hayo aliandika katika kitabu chake kiitwacho hakikatul wahi. kisha sayidna ahmad alah salatu wassalam kwa kueleza madhumuni hii kwamba baraka za qurani tukufu ni juu ya uwezo wa wanadamu, na kwa kuonyesha nishani wafuasi wa kitabu hiki qurani tukufu inawapatia yakini na maarifa. kisha kwa baraka hii miujiza inapatikana na nishani za aina mbalimbali zinapatikana. sinam alah salatu wassalam anasema kwamba mimi naeleza baraka hizi za qurani tukufu si kama ni visa, bali mimi naeleza zile miujiza nilizoonyeshwa mimi mwenyewe. miujiza hizi ni takriban 100,000, labda ni zaidi ya 100,000 nilionyeshwa. mwenyezi mungu alisema ndani ya qurani tukufu kwamba yeyote atakayefuata qurani tukufu yeye ataamini miujiza za qurani tukufu, bali yeye mwenyewe pia atapewa miujiza. kwa hiyo mimi mwenyewe kwa athari ya qurani tukufu nilipata miujiza, na miujiza hizi zilikuwa zaidi na juu ya uwezo wa mwanadamu, na hii ilikuwa kazi ya mwenyezi mungu. matetemeko ya ardhi yaliyotokea, tauni inayoendelea kula dunia ni miongoni wa hizi muujiza nilizozionyeshwa. kuhusu maafa haya na mabala haya miaka 25 iliyopita niliandika katika kitabu changu kitwacho barahini ya ahmadia kama ni bishara, na nilisema kwamba maafa haya yatatokea. kwa hiyo maafa haya yameshatokea, tena hayakuisha, bali maafa yatakayotokea yatakuwa makubwa zaidi kuliko yale yalitokea. vile vile maradhi nyingine pia itatokea ambayo haikupatikana katika nchi hii, na maradhi ile ni mbaya sana na ni yenye hofu sana. na vile vile tauni mbaya pia itaenea katika nchi hii na katika nchi zingine pia. hazur anasema kwamba jambo hili ni lenye hofu sana, kwamba nishani bado hazijaisha bali zinaendelea. sinam alah salam amesema kwamba tauni ingine pia itakuja ambayo itatokea katika nchi hii na katika nchi zingine pia, na tauni hii itasumbua sana. na baada ya mwaka moja, baada ya miaka miwili, matetemeko ya ardhi pia yatatokea, na matetemeko haya yatakuwa makali yatakuwa mkubwa sana. huzur anasema kwamba hawa watu ambao wanaendelea kuwa mbali na amri za mwenyezi mungu na wanadhulumu, basi hawa wanaita ghadhabu ya mwenyezi mungu. mwenyezi mungu awajalie wanajumuia waweze kufanya maombi, na mwenyezi mungu atujalie sisi tuweze kurekebisha amali zetu. sinam alah salam anasema kwamba haijulikani kwamba katika sehemu gani ya nchi au itakuwa kwa ajili ya dunia nzima, lakini ikiwa watu wakimwogopa mwenyezi mungu, mungu anaweza kuondoa mabalaa haya na maafa haya. yeye anaweza kuleta amri zake na anaweza kuondoa amri zake, lakini hatuwezi kusema kwamba maafa haya yatatolewa kwa sababu mioyo imekuwa migumu sana.
na sitegemei zaidi ya hii kwamba mzaha utafanywa na mimi nitatukanwa na nitalaumiwa kwamba mimi natia fitina ndani ya watu. Huzur anasema katika nchi za waislamu ambapo hali imekuwa mbaya sana kwamba wao pia wanaendelea kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, na wale wanaosema kwamba mfuate njia iliyonyoka wanawafanyia mzaha na wanawatania na wanasema kwamba hawa wanatia fitina ardhini. Bali hivi karibuni ilikuwa habari moja kwamba sheikh moja ambaye sikumbuki jina lake alisema katika nchi ya Pakistan kwamba hiyo inayosema kwamba Imam Mahdi atakuja, hakuna yeyote atakayekuja Imam Mahdi wala hatazaliwa. Hata yeye alisema kwa kufanya mzaha kwamba hata kama yeye Imam Mahdi ameshazaliwa, basi Mwenyezi Mungu afanyie kwamba maisha yake yaishe, kwa sababu sisi hatuwezi kukubaliana na fitina ya aina nyingine. Kisha Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza hali hii kwamba waislamu wasalimike katika ujahili na wao wafanye hali yao iwe sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kuhusu hii anasema kwamba Islam inayopatikana siku hizi duniani ni si ile Islam iliyokuwa zamani. Hulka mbaya zinapatikana ndani ya Islam ya siku hizi, na hulka ambazo zilizoelezwa mukhlisina lahuddin, hulka zile zimepaa mbinguni na imani ile imepaa mbinguni. Kumfuata Mwenyezi Mungu na kumtegemea Mwenyezi Mungu, sifa hii imepungua sana. Sasa Mwenyezi Mungu amenuia kwamba hauishe tena hulka hizi, na yeye ndiye aliyeendelea kufanya yuhyi larza baada mautiha. Yeye amenuia kwamba afanye hivi. Kwa ajili yake amefanya mipango uchungu mzima. Upande mmoja ametuma mjumbe wake ambaye anawahubiri watu kwa upole sana na anawaongoza watu, na upande mwingine kuna maendeleo ya elimu na watu wanaendelea kupata akili zaidi. Yani watu kwa kutumia akili yao wanaendelea kupata elimu zaidi, na kwa ajili ya kutimiza hoja ni mbinguni mbingu inaonyesha nishani, kama kuna kupatwa kwa mwezi na jua, vile vile kuna tufani ya aina mbalimbali, vile vile kuna matetemeko ya ardhi. Vile vile Mwenyezi Mungu ameweka nishani moja ya ghadhabu pia, mojawapo ni nishani ya tauni. Jinsi inavyoendelea kuenea duniani, watu wa zamani hawakushuhudia hali hii. Wapo watu wengi wenye moyo safi ambao wanaendelea kupata faida. Wale watu ambao hawakuweza kuja hapa wananiandikia barua na wanafanya bayat. Ingawa duniani watu wana tabia ya kujionyesha, lakini watu wanaojiunga na jumuiya ni wanatoka katika watu hawa. Hii inaonyesha kwamba watu wenye roho safi pia wanapatikana ndani ya watu wa aina hii. Mwenyezi Mungu atawaokoa na atawaondoa katika watu hawa, na wengine watakuwa nishani ya tauni, na hivi Mwenyezi Mungu atatimiza nishani yake kuhusu ukweli wangu. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba watu wasomi wenye tabia nzuri wanaendelea kujiunga na jumuiya, na kwa sababu ya elimu na athari ya elimu, na kwa sababu ya kupata akili wanaelewa madai ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, kisha wanampokea katika kila eneo na katika kila taifa na katika kila nchi. Watu wa aina hii wanapatikana ambao kwa fadhila za Mwenyezi Mungu mamia maelfu hata malaki wanaendelea kujiunga na jumuiya. Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba mfano wa miujiza hii iliyopatikana kwa mikono yangu
hamwezi kuonyesha mfano wake hata kama nyinyi mnatafuta mfano wake. फैली शहादतें भी bali huzuru anasema kwamba siku hizi रोज बरोज इजाफा होता mwenyezi mungu kwa amali yake anathibitisha ukweli wa sinama alah salatu wassalam, na sisi tunashuhudia kila siku jambo hili. mtu mmoja aliyesilimu hivi karibuni alimjia mtume saa salam na alisema kwamba nionyeshe nishani. है कि हर एक sinama alah salatu wassalam alisema kwamba katika moyo wa kila mjumbe अल्लाह की तरफ से inayotiliwa hawezi kukataa, kwa sababu inakuwa kutoka kwa mwenyezi mungu. किसी को दुनिया में मामूर करके पेश na hii ndiyo ni kweli kwamba yeyote anapotumwa na mwenyezi mungu kwa ajili yake mungu anaonyesha nishani chungu mzima. बहुत से निशान जाहिर किए हैं kwa hiyo yeye kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu ameonyesha nishani chungu mzima, na watu malaki wameshuhudia na wao ni mashahidi kuhusu hii. na mwamini mwenyezi mungu kwa kikamilifu kwamba mwenyezi mungu hakutegemea nishani zile tu, wala hakusimamisha silsila hii, bali mara kwa mara anapotaka anaonyesha nishani वो निशान kwa ajili ya yule anayetafuta haki. nishani ना दे zile फरमाया कि वो थोड़े नहीं, si लेकिन अगर इस पे भी दिल शाद si kidogo, lakini kama एक शख्स वाकई तालिब हक mtu yeyote hatosheki na anataka nishani ingine na ana moyo safi na roho safi, कि एक शख्स वाकई तालिब हक है और सिद्क नियत से वो निशान का ख्वाहिश na kwa nia safi akitaka nishani, basi sisi tunaweza kumwomba mwenyezi mungu kwa ajili yake kwamba mwenyezi mungu amwonyeshe nishani. तो फिर बताओ फरमाया कि हम तो जो कर सकते हैं katika hali hii tutafanya maombi na tuna yakini kwamba mwenyezi mungu ataonyesha nishani na muujiza, lakini खुदा ताला ikiwa hali hii haipatikani बेकदरी की जावे na mtu anadharau nishani zilizoonyeshwa na mwenyezi mungu na hana nia ya kutambua haki, katika hali hii maombi hayafanywi बाल अल्लाह के लिए जोश vizuri. मतलब अगर बेकदरी कर रहे हैं उन निशानों की yaani ikiwa mtu haelewi nishani zilizoonyeshwa, जाहिर होगा katika hali hii nishani haikuonyeshwa के लिए कोई दुआ हो wala maombi pia hayakufanywa kwa ajili ya kukuonyesha nishani, kwa hiyo mwisho wako utakuwa mbaya. फरमाया amesema sayyidina alayhi salatu wassalam कि kwamba नाकाफी समझा जावे तो तवज्जो के लिए जोश पैदा नहीं होता और ज़हूर निशान के लिए ज़रूरी है kwa ajili ya kuonyesha nishani ni muhimu kwamba mtu afanye maombi kwa makini sana, उस वक्त होती है जब na hali hii inapatikana wakati mtu anaomba nishani kwa moyo safi na kwa nia safi, yani anakuwa na nia ya kupokea na nia ya kukubali na kuona haki. wakati ule nishani zinapatikana, amesema inatakiwa ikumbukwe kwamba nishani inakuwa kwa ajili ya wenye akili. nishani haziwezi kuwa kwa ajili ya wale watu ambao hawana akili, अल्लाह ताला के निशानात से कोई फायदा na watu wa aina hii hawawezi kupata है अल्लाह ताला faida yoyote kutoka katika nishani za mwenyezi mungu तौफीक शामिल हाल ना ikiwa msaada wa mwenyezi mungu haupatikani na yeye hateremshi fadhila zake. katika hali hata mtu akiona nishani 1,000 yeye hawezi kupata faida kutoka kwake. basi ikiwa hii haijulikani kwamba निशानात गुज़श्ता से उसने mtu huyo amepata faida gani kutoka katika nishani za zamani, tunaweza kutegemea nini kutoka kwake? ये हमारे इख्तियार में तो kuonyesha nishani miujiza si mikononi mwetu katika uwezo wetu, wala kuonyesha nishani si kazi ya magician. kuonyesha nishani ni juu ya fadhila za mwenyezi mungu na juu ya ridhaa yake. yeye wakati wote akitaka anaonyesha nishani na yeye anamfaidi mtu amtakaye. इस वक्त जो सवाल siku hizi swali ya kuonyesha nishani linayoulizwa kuhusu hii, mwenyezi mungu ametia moyoni mwangu kwamba kuomba nishani siku hizi ni sawa sawa na swali la abu jehel. kama yeye alikuwa akiomba nishani, wao walipata faida gani? je, mtu anaweza kusema kwamba mtume saa salam hakuonyesha nishani? mtu akisema hivi basi yeye si mwislamu. mtume saa salam alionyesha nishani chungu mzima, lakini abu jahel hakupata faida kutoka katika zile nishani. vile vile nishani zinaonyeshwa siku hizi ambazo zinatosha kwa ajili ya yule anayetafuta haki, lakini yule ambaye hataki kupata faida kutoka katika nishani hizi,
na anaomba nishani zaidi na zaidi, tunaweza kutegemea nini kutoka kwake? ख्वाहिश करता रहे, उससे क्या उम्मीद हो सकती है? तो खुदा ताला के निशानात की बेहद mtu wa aina hii anafedhesha nishani za mwenyezi mungu. आपने तो बेशुमार जगह पे ये भी फरमाया, Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema hii pia kwamba watu wanaokuja Qadian, wale wasiokuwa na jumuiya wanakuja Qadian, kuja kwao Qadian ni nishani, kwamba namna gani wao wanakuja hapa. शुमार जमीनी और आसमानी निशान जिसका जिक्र हो चुका है आपने। vile vile nishani chungu mzima za mbinguni na za ardhini zilizoonyeshwa pia zilipatikana. Siku hizi jinsi dunia inavyoelekea upande wa jumuiya hii pia ni nishani. Dunia kwa kupitia media na mitambo ya kisasa inaelekea upande wa jumuiya hii pia ni nishani. Kwa hiyo nishani zinapatikana kila siku kwa ajili ya mwenye akili. Kisha Sayyidina al-Islam anasema kwamba hii pia inatakiwa ikumbukwe kwamba Mwenyezi Mungu hataacha silsila hii bila dalili. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema, iliyoandikwa katika Barahini Ahmadiyya kwamba mwenyaji alikuja duniani lakini dunia haikumpokea, lakini Mwenyezi Mungu atampokea na atathibitisha ukweli wake. Wale waliomkataa na wanaoendelea kumkataa, wao watafedheheka na watadhalilika. Wao hawakufikiria hii kwamba hii ingekuwa kazi ya mwanadamu, angeangamizwa, किसी का दुश्मन नहीं kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mdui wa muongo. कि क्या ये Hawa wajahili इस्तेजाब में हो सकता hawafikirii kwamba muongo anaweza kuwa na ujasiri wa aina hii. है? अभी इतना से बोल रहा है, Hawajui kwamba mtu ambaye anayeongea kwa msaada wa ghaibu ni mtu ambaye heshima inapatikana katika maneno yake, na ni yeye ambaye anakuwa tayari kupambana na dunia nzima kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Bila shaka nyinyi musubiri kwamba siku zinakuja, bali zimekaribia, kwamba maadui watafedheheka na marafiki watafurahi. Na marafiki ni nani? Marafiki ni wale walionipokea kabla ya kuona nishani, na wakatoa nafsi zao na mali yao kana kwamba wameshuhudia nishani maelfu na maelfu. Hii ndiyo ni jumuiya yangu na hawa ni marafiki zangu ambao waliniona katika hali hii kwamba nilikuwa peke yangu, wakanisaidia. Waliniona kwamba nina huzuni na wakanihurumia नाशनासा होकर फिर आशनाओं का सा अदब na wakaniheshimu kama wananijua kwa muda mrefu. Rehema ya Mwenyezi Mungu ishuke juu yao. Ikiwa mtu anakubali ukweli baada ya kuona nishani, yeye atapata ujira gani और हजरत इज्जत में उसकी wala atapata heshima gani kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Ikiwa mtu anakuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu na anajua kwamba hali ni aina hii, kwamba nabii anatakiwa aje, kisha amempokea nabii wa Mwenyezi Mungu, basi anaweza kupata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake alituma mjumbe wake. Sayyidina alayhi salam anasema, kwa hakika walionikubali ni wale watu ambao walionisikiliza kwa makini na कदर कराइन से खुदा ताला ने sawa na hali yao. Mwenyezi Mungu alifungua vifua vyao na wakawa pamoja nami. Pamoja nami ni yule ambaye anaacha ridha yake kwa ajili ya ridha yangu, मेरी मर्जी के लिए अपनी मर्जी को छोड़ता है और अपने नफ्स के तर्क और अखज़ के लिए मुझे हकम बनाता है। na kwa ajili ya ذاتی ख्वाहिशात और नफ्स matamanio yake, matamanio ya nafsi, kwa ajili ya kuacha matamanio haya au kwa ajili ya kupokea, yeye anachukua uamuzi kutoka kwangu, yani ananisikiliza kwamba mimi nasema nini kuhusu hiyo, फानी है na anafuata nasaha zangu na ananitii kwa kikamilifu, na yeye hana majivuno wala kibri. कि खुले निशान Nasema kwa kusikitika kwamba wale wanaomba nishani waziwazi hawawezi kupata ile heshima waliopata wale ambao walionipokea निशानों के ताल्लुक kwa kuamini mambo ya ghaibu. आला किस्म के खिताबात जो हैं Hazur anasema kwamba lakabu ya hali ya juu hawawezi kupata hawa watu wanaomba nishani, bali watapata heshima wale watu ambao waliotambua ghaibu iliyofichika वो बंदा था उसकी खुशबू उनको आ na walimtambua yule mtu aliyekuwa amefichika. गई तौर पर पहचान। Yani walimpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam katika siku za mwanzo. एक शहजादे को Mfano wake ni hivi kwamba जाहो जलाल mtu mwenye sifa si yule ambaye kwa kumwona
mfalme wake katika nguo anamsalimia, bali mwenye heshima ni yule ambaye anamkuta katika mawazi ya maskini na kisha anamtambua na anamsalimia. Lakini si katika uwezo wangu kwamba mimi nimpatie mtu yeyote akili. Ni mmoja tu ambaye anapatia akili hii, anampatia yule anayempenda. Kwa sababu ya mambo haya wenye roho safi wanapata mwongozo, na wale ambayo wanaingiza moyoni mwao hawapati mwongozo, bali wao wanapotea zaidi kwa sababu ya mambo haya. Anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba mimi najua kwamba kuhusu nishani nimeshawahi kuandika sana, na Mwenyezi Mungu anajua kwamba jambo hili ni sahihi, kwamba mpaka leo zaidi ya 3,000 Mwenyezi Mungu ameonyesha miujiza zilizokuwa nje ya uwezo wa mwanadamu na mlango wake haukufungwa. Hazur anasema Mwenyezi Mungu aiongeze dunia hii iweze kuelewa nishani hizi, na wasiombe nishani sawa na matamanio yao na sawa na akili yao, bali sawa na hali ya wakati na zama inayosema kwamba kuna haja ya kuja kwa imamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wajaribu kuelewa hali hii kwa kumtafuta mjumbe wa Mwenyezi Mungu waweze kumpokea pia, ili ufisadi uishe duniani. Hazur anasema leo nitaswalisha jeneza ghaibu. Moja ni ya bana Ghulam Qadir Sahib Darwesh wa Qadian, mwana wa Abdul Ghaffar Sahib marehemu. Tarehe 12 wa November 2014 katika umri wa miaka 90 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa katika darwesh wa 313 katika historia ya jumuiya. Namba yake katika darwesh ni 189. April 1925 katika sehemu ya Shadiwal alizaliwa katika wilaya ya Gujarat. Masomo ya shule ya msingi alipata kule. Baadaye alijiunga na jeshi kwa mpango wa halifa wa pili kwamba vijana watoe wakfu maisha yao. Alikuja Qadian 1947. Alikuja Qadian. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Kwa ajili ya mahubiri alikusanya vitabu sana mwenye thamani sana. Aliona ndoto kwamba umri wake utakuwa miaka 90. Marehemu alikuwa musi, ameacha watoto wa kiume 3 na mabinti 5, na binti yake moja ni mke wa Zafrullah Ponto wa Indonesia. Katika umri wa Darwesh mtoto wake ameandika kwamba alikuwa akipata posho kidogo, lakini kwa kufanya kibarua alikuwa akiwapatia fedha mama yake na dada zake. Kalim Sahib ni bashiri wetu anasema kwamba 1997 nilienda Qadian kwa ajili ya kukaa itikaf. Yeye pia alikaa itikaf. Wakati nilipokuwa nazungumza naye nikamwambia kwamba mimi napenda chai ya Kashmir, na kila siku chai ilikuwa ikija kutoka nyumbani kwake alikuwa akinipatia. Baadaye huyu mbashiri alipata ajali, na huyu bana alienda Rabwa kutoka Qadian. Alikutana na huyu mbashiri na aliuliza hali yake katika hali ya kulia, na aliendelea kufanya maombi pia kwa kuwa na hali hii kwamba alidhoofika na alikuwa haoni vizuri, lakini mpaka mwisho wa maisha yake alikuwa akienda msikiti wa Mubarak kwa ajili ya swala, na alikuwa akisema kwamba kule anapata utulivu. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Zaidi ya huyu kuna madarwesh wawili waliofariki miezi kadhaa iliyopita. Jeneza yao ilishasaliwa, lakini sikueleza kuhusu sifa zao. Leo nataka kueleza sifa zao, nyinyi mkumbuke hawa pia katika maombi yenu. Hawa madarwesh walijitolea sana kwa muda mrefu katika hali ya
umaskini sana na kwa katika posho ndogo waliishi kule na walitimiza haki ya kulinda nishani za Mwenyezi Mungu. mmoja wapo ni Mirza Muhammad Iqbal Beg Saheb, alikuwa mtoto wa Adam Beg Saheb. tarehe 11 wa Juni 2014 alifariki. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. babu yake Hazrat Mirza Rasul Beg, upande wa baba alikuwa sahaba na babu upande wa mama pia alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu alikuwa katika darwesh wa Qadian. kwa muda mrefu alitoa huduma zake katika kliniki ya Qadian. alikuwa mtu mwema sana na alikuwa akitoa michango sana. alikuwa akiogelea vizuri. alikuwa musi. ameacha mke, mabinti 4 na mwana moja. kisha ni Chaudhry Manzoor Sahib Chima. tarehe 26 Julai katika umri wa miaka 94 alifariki. na lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa mtoto wa Choi Nur Ahmad Sahib Chima, alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu alipowaambia wanajumuiya waje kule kwa ajili kulinda Qadian, yeye alitoa huduma zake. yeye alizeheka sana na alikuwa mzee sana, lakini alikuwa akienda misikitini kwa ajili ya kusali swala. alikuwa mwenye bashasha na mpole sana na mwenye huruma sana. alikuwa musi. ameacha mke na binti moja na watoto wa kiume 2. mtoto wake moja aitwaye Mansur Chima Sahib ni ametoa wakfu maisha yake na yeye anatumikia jumuiya kwa kuwa nazim jaidad kule Qadian. baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.